Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa mtazamaji wangu, karibu katika sehemu ya tatu ya kitabu cha Yashari. Tunaendelea na sehemu ya tatu ya kitabu cha Yashari ambacho nimekuwa nikikipitia. Sehemu ya tatu ya kitabu cha Yashari tunaona tena, anasema ule mstari wa 24, anasema na Kaini aliposikia maneno ambayo mdogo wake aliyaongea, tazama hasira yake ikawaka kinyume cha ndugu yake, na maneno aliyoyatamka Kaini akafanya haraka kuinuka, akachukua kipande cha chuma katika jembe lake la kulimia. Kwa hicho chuma akampiga nduguye, akamchinja. Kaini akamwaga damu ya nduguye juu ya ardhi, na damu ya Abeli ikatiririka katika ardhi mbele ya kundi la kondoo. Baada ya hayo Kaini aliutubia uovu huu alioutenda dhidi ya nduguye, akajutia na kulia sana. Na Kaini akainuka na kuchimba shimo katika shamba hapo, akauweka mwili wa nduguye na kuufunika kwa mchanga. Na Mungu alijua Kaini alichomtenda nduguye. Bwana akamtokea Kaini akamwambia, yuko wapi ndugu yako uliyekuwa naye? Kaini akamjibu, je, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu hata nijue alipo? Bwana akanena, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia katika ardhi, ambayo wewe umemchinja. Kwa kuwa umemchinja ndugu yako na kusema uongo mbele yangu, na kufikiri moyoni mwako kuwa sijakuona wala siyajui uliyoyatenda, lakini umefanya jambo hili, umemuua ndugu yako kwa jeuri, kwa sababu alisema iliyo kweli. Sasa umelaaniwa wewe kutoka katika ardhi iliyofungua kinywa kuipokea damu katika mikono, kwa vile ulivyomzika. Na itakuwa utakapoilima haitakupa mazao kama mwanzo, bali miiba na michongoma itakuzalia, na utakuwa mwenye kutangatanga duniani hadi siku ya kufa kwako. Kutoka hapo Kaini akaondoka katika uso wa Bwana, na kutoka mahali alipokuwa na kuanza kutangatanga katika ardhi kuelekea upande wa mashariki wa Edeni, yeye na yote aliyokuwa nayo. Kaini akamjua mkewe siku hizo, akapata mimba, akamzaa mtoto wake, naye akamwita jina lake Enoko, akisema Bwana. Wakati ule Bwana ameanza kumpa pumziko na utulivu katika dunia. Na wakati huo Kaini akaanza kujenga mji, na akaujenga mji na kuupa jina lake Enoko, sawa na jina la mtoto wake wa kiume, kwa kuwa katika siku hizo Bwana alimpa kupumzika katika ardhi, hakuhamahama wala kutangatanga kama mwanzoni. Na Iradi akazaliwa kwa Enoko, na Iradi akamzaa Mechuyaeli, na Mechuyaeli akamzaa Metusela. Kwa hiyo hayo ndiyo ambayo yalikuwa yametokea katika sehemu hii. Tukutane katika sehemu inayofuata ili tuendelee kuyatazama zaidi. Kadri tunavyoendelea ndivyo tutakapokuwa tunaongeza urefu wa haya ambayo tunajifunza, ili tusiwafanye watu wakashindwa kuangalia. Mungu akubariki sana kwa sababu umetaka kusikiliza, lakini kukumbushe tu, wewe ambaye hujampokea Yesu Kristo, mwamini Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha yako sasa. Wewe ambaye umemwamini, jitakase, maana hayuko mbali kuja, atakuja kama mfalme wa wafalme. Mungu akubariki katika jina la Yesu. Amen.